ya kila siku kando na baiskeli kuwa suluhisho la usafiri. Hali hiyo imetatua shida za msongamano wa magari barabarani. Mwandishi wetu Dennis Otieno amerejea hivi punde kutoka Uholanzi na ametutayarishia taarifa ifuatayo, ambapo anachunguza jinsi mipango ya miji pamoja na usafiri wa baiskeli kuwa nguzo muhimu na mfano unaoweza kuigwa humu nchini. Dalili ya kwanza ya ukuruba kati ya baiskeli na raia wa Uholanzi inawakaribisha wageni katika uwanja wa ndege wa Schiphol. Tangazo hili linatoa utangulizi kabambe kuhusu sababu ya Uholanzi kutambulika kama taifa bora zaidi kwa watumizi wa baiskeli duniani. Uholanzi inasifiwa kama mji mkuu wa baiskeli duniani, ikiwa na zaidi ya baiskeli milioni 28 ikilinganishwa kwa idadi ya watu milioni 18. Utamaduni huu wa mapenzi kwa baiskeli haukutokea kwa sadfa. Barabara maalum za baiskeli zimewekwa sambamba na barabara kuu, zikiweka njia salama zisizohitilafiwa na magari. I think it's basically the cycling infrastructure that is here. You know, it's very safe to use your bicycle. People in cars are very used to people on bikes, even kids. So that makes it very safe. I think the first thing that a child learns in the Netherlands, like in Kenya, is how to walk. The second thing is how to ride a bike. Kando na miundombinu, serikali ya Uholanzi imeweka sehemu za kuegesha baiskeli zilizo salama katika maeneo muhimu kama vituo vya treni na maeneo ya biashara ili kurahisisha matumizi na kuongeza usalama. Bicycles are very popular. People steal bicycles also. That's why I always park my bicycle in a secluded area like this one, which is for free. It's provided by the municipality of The Hague. Hata hivyo, kinachotofautisha Uholanzi na nchi zingine ni sera zake za kisasa kuhusu baiskeli. Waajiri wanahimizwa kutoa marupurupu yasiyo na ushuru kwa waendesha baiskeli. Aidha, miji mikubwa kama The Hague inapunguza matumizi ya magari kwa kupunguza nafasi za maegesho. Kwa mwanafunzi kutoka Kenya, Lea Watetu, kujionea utamaduni huu wa baiskeli kwa macho yake ilikuwa fursa ya kipekee. There's a saying that the Dutch are born on a bicycle. I think what struck me when I came was how typical it is to even have bike parking at your apartment. Almost everyone owns a bicycle, sometimes even two, depending on the route of travel. Kenya, hasa Nairobi, ina mengi ya kujifunza kutoka kwa mtindo huu wa Uholanzi. Ukosefu wa miundombinu maalum nchini Kenya inawafanya waendeshaji baiskeli kuwa katika hatari barabarani. What we need to do is learn how to develop the entire system, not just putting bikes, for example, not just putting public bikes available, but also thinking about the routes, the cycling routes, and making sure that they are safe. Kwa mujibu wa mamlaka za Uholanzi, matumizi makubwa ya baiskeli sio mtindo wa maisha pekee, bali ni matokeo ya mipango thabiti ya miji na utamaduni wa kuboresha usafiri. Dennis Otieno, Runinga ya Citizen, Uholanzi. Mwezi huu wa Ramadhani ambao unakamilika, wakazi wa kijiji cha Basuba huko Lamu Mashariki